Huu ni mwendelezo wa kambi la Jicho la Jambo TV, ukizidi kushuhudia makada mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi wakijitokeza katika ofisi za chama kwa ajili ya kuweza kuchukua fomu za kuwania nafasi za ubunge pamoja na udiwani. Na leo hii ni kutokea kata Sabasaba iliyopo wilayani Tarime. Tunamuona moja kati ya kada maarufu wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye kwa baadaye alijiunga na Chama cha Mapinduzi katika uongozi wa hayati Dr. John Joseph Pombe Magufuli, afahamikaye kwa jina la Waiboga. Amefika katika ofisi ya kata Sabasaba kwa lengo la kuweza kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya udiwani. Waiboga amefika ofisini hapo tayari akiwa na risiti ya malipo ya gharama ya uchukuaji wa fomu kwa nafasi ya udiwani. Baada ya zoezi hili, Jambo TV tumezungumza na Waiboga na ameeleza nia yake ya kuwania nafasi hii. Ungana na mimi kaka journalisti wa Jambo TV. Kwenye ofisi ya system ya chama. Asante sana, nashukuru. Karibu sana. Mimi ni mtiania udiwani kata ya Sabasaba. Sawa sawa. Nimefuata protocol ya chama yote. Sawa sawa. Nimelipia pesa benki. Sawa. Na nimeamua kuja ofisi ya kata. Sawa. Kwa niaba ya kuchukua fomu. Unastahili. Heko na hongera. Karibu sana. Asante sana. Karibu mno. Hii ndio kata ya Sabasaba. Kwa hiyo jisikie huko nyumbani. Fomu nakupa sasa hivi. Uende ujaze. Kisha maliza kujaza, bahati nzuri na fomu nimeshaiona uliolipia benki. Kwa hiyo kisha maliza kujaza turudishie tena hapa. Sawa sawa. Kwa hiyo itabidi hii fomu nitakayokuwa nimekupatia utaweka vielelezo vifuatavyo kama utakuwa navyo. Kwanza kadi yako ya NIDA. Unatoa fotokopi kama huyu alivyofanya hapa. Kidogo. Kadi ya NIDA ninayo. Hii hapa. Naona alivyofanya. Kadi ya NIDA, toa fotokopi. Kitambulisho mpiga kura, ametoa fotokopi. Tunavyo vyote. Sasa ukatoa fotokopi ipo udao kwenye fomu zako. Unaona? Hapa kwenye fomu. Nashukuru sana. Kitu kingine, kuna kipengele cha elimu hapa. Elimu ni la 7. Kipengele cha elimu tu, hata kama ni la 7. Kama utakuwa na cheti ni vizuri vile vile ukatoa fotokopi cheti hicho. Cha kiunganisha. Ukakiweka mle ndani kuonyesha kwamba pale wewe ulitibu darasa la 7. Ninacho. Basi. Utoe fotokopi. Hatutaki cheti chako, hicho kinabaki kule kule. Fotokopi hiyo ndio unatuwekea huko ndani. Sawa, ninacho. Sasa baada ya hapo unarudisha fomu. Fomu zako ni 3 hizi, unajaza zote. Yale utakayojaza humu yajaze kwenye fomu nyingine na hiyo. Usijaze sehemu zingine ambazo zihusika. Lakini kijaza kwako nitakuelekeza vizuri tu kwamba utaishia hapa. Utaishia hapa. Hapa imeandika sahihi ya muombaji, namba ya simu, tarehe. Hii sehemu zote ni zako. Lakini nitakachokuomba usichafue. Huku usijaze. Kama nataka nikuelekeze kidogo hapa, jina lako utaandika majina yako matatu. Hapo wewe ni jinsia ni me, unaweka tiki. Nafasi ya muombaji utaandika diwani kata ya Sabasaba. Jimbo kata utaandika Sabasaba. Wilaya Tarime, mkoa wa Mara. Umezaliwa hayo tumeshaelewa. Zako tatu. Ndani ya bahasha yako. Ndani ya bahasha kabisa. Kingine kitakachofuatia, naomba sasa uniandikie kwamba umepokea. Ngoja nipandike hapa. Namba 7. Unatumia majina yapi? Waiboga, Walioba, Nyansambu. Niandike hapa. Sije kakosea. Waiboga. Waiboga. Hivyo. Walioba, Nyansambu. Boga Walioba
Nyansambo. Tarehe 30 leo. Saa ngapi hapa Stella? Saa 6 dakika? 7. Sasa hii hapa. Kwa majina anaitwa Waiboga Warioba Nyansambo. Leo hii nimefika ofisi ya kata baada ya kujitathmini kwa muda mrefu, na nikaona ninao wajibu na nafasi na nia dhati kuwa sehemu ya kiongozi katika kata hii ambayo naweza ikachochea maendeleo ya wananchi wetu, na ndio maana leo hii nimefika hapa kuchukua fomu ya kuania udiwani kata ya Sabasaba. Leo sio siku ya kusema sana, wakati utakapofika tutazungumza. Nachotaka wananchi wa kata ya Sabasaba waelewe, mimi Waiboga Warioba Nyansambo nimewiwa, nimetia nia dhabiti kabisa ya kuchukua fomu kuania udiwani kata ya Sabasaba. Asanteni sana kwa kunisikiliza jamani.